kuanzishwa kwa kazi ya utume katika eneo hili la Kitonga. Jina langu ni Maswi Haruni, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ukombozi. Kwa siku hii ya leo ninawaletea nakala fupi ya historia ya kanisa la Kitonga. Naam, nikiwa katika maeneo haya ambayo kundi la Waadventista wa Sabato Kitonga linapatikana, ambalo kwa siku za hivi karibuni linaenda kutengwa kuwa kama kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga. Ifuatayo ni makala inayoelezea kuanzishwa kwa utume katika eneo hili la Kitonga na hadi sasa linakwenda kutengwa kuwa kanisa. Kukuletea makala hii ni mwandishi wako Mwalimu Clifford Thomas. Karibu sana. Ukitazama ramani utapata kuiona Kitonga ipo katika bara la Afrika, katika nchi ya Tanzania, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, ndipo tunaipata kata ya Msongola katika mtaa wa Kitonga. Eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga lipo moja kwa moja kutoka barabara kuu inayoelekea Mvuti, ukishuka nayo mpaka katika shule ya msingi Full Gospel. Moja kwa moja utalipata eneo ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga lipo. Hapa ndipo kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga linapopatikana. Kama unavyoliona, hili ndilo kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga, linaonekana vizuri katika satellite yetu. Je, ni wakati upi hasa kazi ya utume ilianzishwa hapa Kitonga? Maombi yetu yanatakiwa yasiwe na kikomo, kwamba kwa sasa nataka nipumzike nisifanye maombi. Hapana, tunatakiwa tuombe bila kukoma. Historia inaeleza kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato Msongola na kanisa la Waadventista wa Sabato Kisewe, yote kwa nyakati tofauti yamewahi kuanzisha kazi katika eneo la Kitonga. Ili kuthibitisha hayo, nimefanya mazungumzo na aliyekuwa kiongozi wa kanisa, yaani mzee wa kanisa na mwinjilisti wa wakati huo wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kisewe, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Ninaitwa Warioba Joshua Mariba, ni mshiriki wa kanisa la Kisewe, lakini pia ni baadhi ya mzee katika kanisa la Kisewe, na ni kweli kwamba tulikuwa na tawi la shule ya Sabato katika sehemu ya Kitonga, lakini awali ya hapo, kabla hatujawa na tawi hilo, kulikuwa na kanisa la Msongola walikuwa wameshaanzisha, lakini baadaye hilo tawi likaja likafa, na hatimaye sisi ndio tukaenda pale kwa ajili ya kuanzisha tena tawi la shule ya Sabato. Tulifikia kwa mshiriki wetu ambaye alikuwa ni mshiriki wa Magomeni, ambaye alitukaribisha nyumbani kwake, tukaanzishia hapo tawi.
Iliendelea kwa muda, lakini baadaye hilo tawi tena lilikoma baada ya yule mshiriki kuhama kwenda Musoma. Hili ndilo eneo ambalo lipo pembezoni mwa mtaa wa Kitonga. Hili kama unavyoiona ndiyo nyumba ambayo waliokuwa wakitumia kanisa la Waadventista wa Sabato Kisewe kwa ajili ya kufanya ibada kama tawi la shule ya Sabato hapa Kitonga. Kama unavyoona ndilo eneo ambalo wamewahi kuanzisha kazi ya utume hapa, lakini kwa isivyo bahati kazi haikuendelea. Basi kundi hilo halikuendelea tena. Hivyo kanisa la Waadventista Sabato Mkombozi wakaanzisha tawi. Kanisa la Waadventista Sabato Kitonga limekuwa na historia ndefu kwa muda mrefu, maana ni kundi ambalo mwanzo lilianza kama tawi la shule ya Sabato katika miaka ya 2016 ambalo lilikuwa chini ya ulezi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kisewe. Lakini baadaye kundi hili baada ya kuonekana washiriki hawaongezeki, kundi liliweza kurudi nyuma na hatimaye likaondolewa. Baada ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kisewe kukabidhi majukumu ya kazi ya utume katika eneo la Kitonga kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi, kazi ya utume inaanza mara moja katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi. Lakini kabla ya kuendelea na kujua namna ambavyo kazi imeanza, nimepata kufanya mazungumzo ya kina zaidi na mama maarufu mwinjilisti ambaye anajulikana kama Salome Daudi Wele, ambaye yeye alinigusia kwa uchache zaidi namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi lilianza. Tukaingia nyumba kwa nyumba. Tulipokuwa tukiingia nyumba kwa nyumba, walitokea washiriki waliokuja, walibatizwa. Effort walikuja mwinjilisti, tulifanya kutoka Magomeni, tukafanya effort. Walipatikana watu, hatimaye tukatengwa. Siku ambapo ilikuwa natengwa, walikuwepo watu 23 ambao walikuwa wameshakamilika ili pale pawe kanisa. Ikapungua watu 3. Walipopungua watu 3, ndipo mimi Salome Daudi Wele nikaingia ili kutengwe kuwe kanisa. Mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Mrimi akaja naye akajiunga na mimi na kijana wake, wote tukatimia watu 25. Kanisa la Mkombozi ikaanza. Kanisa la Mkombozi tukafanya nayo kazi. Ikatokea kipindi wakaleta, tukafanya effort Kitonga Center. Hivyo ndivyo kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi lilianzishwa. Kwa maana hiyo tutasema kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi lilikuwa changa. Je, lilitosha kuzaa mtoto wakati lenyewe bado ni changa na limetengwa hivi karibuni? Swali hili nimemuuliza huyu mama Daudi Wele. Changamoto ya kule kanisani, mwitikio wa watu wa kanisani kule kwamba walizia ili tawi lianzishwe, kwa sababu na kuna watu wengine labda walikuwa wanasema tuimarishe kwanza kanisani alafu baadaye ndio tuje. Na kama ulivyosema kwamba mlikuwa watu wachache wa kuungaunga, mwisho siku mlikuwa kanisa la Mkombozi, na muda huo tena mnahitaji kuanzisha kazi Kitonga. Mwitikio wa watu wa kule kanisani watu wa kule kanisani waliona kama vile tunawahi kujitenga, lakini sisi hatukuona shida kwa vile watu wengi wako Kitonga, lakini wanaondoka kwenda kusali makanisa mengine ya mbali kwa vile hakuna kanisa hapa jirani. Kwa hiyo changamoto hizo tuliona na sisi turuhusu Kitonga kuwe na kanisa. Media ya wahubiri wadogo ikapata swali.
Ni nani hasa mwanzilishi wa kazi ya utume katika eneo la Kitonga? Ninaitwa Mwinjilisti Swali Aaron hili Manyama. nilipata majibu kama ifuatavyo. Ni muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi hapa tokea mwaka 2017, kanisa hili la Mkombozi lilipopangwa rasmi kuwa kanisa. Baadaye tukaendelea kusali hapa, tukaabudu. Ilipofika mwaka 2019, katika mwaka 2019 mnamo kama mwezi wa 8 kama tarehe 18, kati ya tarehe 18 na 19 hapo yalifanyika maamuzi katika vikao. Tumeshafanya vikao kadhaa, tukadhamiria ya kwamba kuwepo na kundi la kiinjilisti kule eneo la Kitonga. Kwa hiyo basi tukadhamiria hivyo, lakini tukapitia wakati mgumu, ni nani wa kwenda kuanza na ni wapi pa kuanzia. Basi tukatafuta pa kuanzia. Mara nyingi tunafanya mahubiri kule, lakini watu wanapatikana, muda mwingine shida inakuwa je, tutawaweka watu waabudu? Kuja Mkombozi inakuwa ni vigumu sababu umbali ni mrefu. Kwa hiyo wasingeliweza. Matokeo yake watu walikuwa tunawapata, lakini wanaenda kuabudu Mbande, wengine wanaenda Mfuti. Kwa hiyo tukaangalia hawa watu sasa tutawasaidiaje. Matokeo yake sasa tukapata muumini mmoja aliyekuwa ni muumini wa huko Buza, amehamia hapa Kitonga. Ndipo sasa tukapata nyumbani kwake, alikuja kwenye mkutano siku moja, tukamuulizia, akatueleza anapoishi, tukaenda kupaangalia. Tulipopaangalia tukaona panaweza kutufaa kuanzishia kazi ya Mungu. Basi tukamuomba, akakubali. Katika kukubali tukarudi tukaangalia ni nani sasa aende kuanza. Kazi ikawa ni kazi. Basi ndipo nilipoamua, tulikuwa na mama mmoja anaitwa Salome Daudi Were. Huyu alikuwa ni muumini wa Tambani, lakini wakati kanisa hili linapangwa mwaka 2017 yeye alihamia hapa. Kwa hiyo tuko naye. Huyu mama akawa anatokea mbali kule sekondari ya Kitonga, anakuja kuabudu. Sasa nikaangalia huyu naye ikiendelea muda mrefu anaweza baadaye akachoka kuja huku, aidha akarudi kule Tambani au akaacha kabisa kuja kanisani. Kwa hiyo kwa kuwa tulikuwa tukimuhitaji kwa hekima yake na umri wake katika kazi ya Mungu, basi tukapanga naye hapa ya kwamba tutakwenda Kitonga kwa ajili ya kuanza kule ibada. Watu wengi wanapenda kuabudu kwa watu wengi, lakini kuabudu kwa wachache wengine huwa inawaboa fulani. Kwa hiyo pamoja na huyo mama tukapanga, nikiwa na mke wangu Cecilia Gabrieli. Basi siku Sabato iliyofuata tukapanga tutaenda kuanza pale. Sabato ilipofika nikajikuta nipo mimi na mke wangu pekee. Yule mama alipata dharura hakufika. Kwa hiyo tukaabudu pale pamoja na mzee Alex Ojode ambaye ndiye alikuwa mwenyeji wetu kwenye ile familia. Tukaabudu naye pale pamoja na mke wake. Kwa hiyo ibada ilianza kwa kujifunza lesoni pekee. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza lesoni ile saa 3:15 shule ya Sabato inaanza, sisi tunaanza lesoni, mjadala wa lesoni mpaka inapofika saa 4:45. Tunapofikia hapo tunamaliza shule ya Sabato, tunatawanyika kwenda nyumbani. Wahubiri Wadogo Media haikukomea hapo, ikaamua kuwasha data na kwenda moja kwa moja mtandaoni, naye ikamtafuta aliyekuwa mzee wa kanisa wakati huo, Mr. Dickson Nicodemus Mduma, nayo ikamuomba atoe maelezo machache kuhusu kazi ya utume katika wakati huo. Hii ilinijia baada ya kuingia mitaani na kukutana na watu wengi wa imani ya Kiadventista, lakini wakiwa hawajui ni wapi wasali, na wengine wakiondoka maeneo yale na kwenda kusali mbali. Sasa ikanifanya niumie na wakati mwingine ni tamani
eneo lile kuwa na kanisa. Kwanza nilikuwa nikipita katika maeneo mengi na kwa maeneo bado ni wazi, lakini hakuna makanisa ya Kiadventista. Kwa maana hiyo wazo hili niliamua kumshirikisha mchungaji wangu ambaye kwa wakati huo alikuwa ni Pastor Ikwabe. Niliongea naye na kwa kweli aliunga mkono na alikuja kwenye eneo lile, tukazunguka naye kuangalia namna gani tunaweza kuanza. Tulizunguka, lakini kwa ukweli usiopingika tumshukuru pia mzee Alex. Mzee Alex tulikutana naye, na baada ya kukutana naye tuliongea naye aliumia kutokuwa na kanisa katika eneo la. Ndipo nilipoamua kuanza kupambana ili kupata kanisa katika eneo la. Baada ya kutajwa mara nyingi sana na kila mtu, media yetu ikataka kumjua mzee Alex ni nani. Tukafanya juhudi zote za offline na online za kumtafuta, lakini hazikuzaa matunda. Media haikukata tamaa, ikaamua kumtafuta mke wake. Tulipompata tukataka kujua ni kwa vipi waliamua kufanya maamuzi magumu ya kubeba kazi ya utume. Vizuri kabisa, na hata kuna changamoto kwa ujumla. Mimi binafsi sikuona changamoto ya kusema kuna tatizo au kuna shida ambayo ilitokea katika familia kwamba kuna mtu ambaye hakufurahia hali hiyo ya kuabudu katika eneo hili. Tulifurahia familia kwa ujumla, na hata kwa majirani tunashukuru Mungu kwamba hakuna jirani yoyote ambayo alileta lalamiko au walikuja kushangaa kwamba kwa nini ibada imeanzishwa katika eneo hili. Na hata mmoja wa jirani wapo aliniambia, alishuhudia kabisa kusema, yani nimependa ibada yenu jinsi mnapoendesha, ni tofauti na makanisa mengine wakiwa na wanasali karibu katika eneo ya makazi ya watu, kuna makelele, kuna vurugu nyingi, lakini nyie katika ibada yenu mnavyofanya kweli tumefurahia, na hata atuchote tunapenda jinsi mnavyofanya ibada. Kwa hiyo sikuona kwamba kulikuwa na changamoto au tatizo kwa majirani zetu. Naona walipokea vizuri na ibada iliendelea vizuri, japokuwa changamoto ilikuwa katika kwenye eneo la kufanyia ibada. Tulivyoanza tulikuwa tuna vifaa, yani vitendea kazi, lakini nayo sio changamoto sana, kwa sababu tulikuwa tunatumia hizo vitu vingine vidogo ambavyo tulikuwa nayo. Kuna vitu ambavyo tulikuwa nayo kifamilia, tulikuwa tunatumia hizo. Tulikuwa kama familia 3, familia yangu na mzee Manyama, familia yetu ya mzee Alex, mzee Manyama na familia ya Gikaro. Ndio tulianza nayo kusali kufanya ibada hapa kila Sabato. Japokuwa tulikuwa na changamoto ya sehemu, tulianza kuabudu kwenye mti maeneo haya hapa, lakini tulikuwa na changamoto. Kipindi cha jua tunatumia kivuli kama hicho, lakini siku ya mvua ndio tulikuwa tunapata changamoto kwamba sehemu ya kujificha, kujihifadhi kwa ajili kujikinge na mvua, ikawa tunaenda kwenye mafremu kwenye jengo hilo hapo. Kuna frame moja tunachukua kwa ajili ya kufanyia ibada. Tukitoka ikawa siku nyingine ambayo kama siku za jua tunasali tu kwenye mti kama kawaida. Hilo ndio changamoto. Media ikataka kujua ni lini kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi
lilitenga rasmi tawi la Kitonga kuwa kundi la Waadventista wa Sabato. Swali hili nilimuuliza aliyekuwa mkuu wa kundi wa kwanza katika kundi la Waadventista wa Sabato Kitonga, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Baada ya kukabidhiwa kundi hili, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tulikuwa watu wachache, ili kundi tulitengwa tukiwa watu 25 cha thamani ya shilingi milioni 10 na laki 6. Hayo ni mafanikio makubwa kwa kundi dogo kama hili, na bila sapoti, tumesapotiwa tuna kanisa. Kwa nguvu ya kanisa la Mkombozi na nguvu ya kundi, tumenunua kiwanja cha milioni 10 na laki 6. Haya ni mafanikio makubwa, na ndani ya muda mfupi tu baada ya kununua kiwanja tumejikuta tumejenga choo, tumetengeneza kibanda, na mpaka sasa tupo kwenye mchakato wa harakati kabisa kuwahi kusali katika tawi la shule Sabato. Media pia ikataka kujua ni kwa jinsi gani eneo la kuabudia lilipatikana, na hatimaye leo kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga lina eneo lake. Lakini kadri Jumamosi inavyofika unapoenda kanisani unajikuta mko wale wale tu. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana watu kuanza kuja kanisani, ila baada ya hapo wengine Mungu alizidi kuwaleta. Maana kwa binadamu unaweza kutumia nguvu ya kwamba fulani twende tukasali kanisani, acha kwenda kule ni mbali. Lakini cha ajabu, namshukuru Mungu alikuwa akiwaongoza wenyewe wanakuja kusali, hatimaye mpaka tukao kundi na tukazidi kusonga mbele. Siku kwa siku waumini walikuwa wakiongezeka, japo changamoto ya uinjilisti ilikuwa kama na changamoto, lakini hatukusita kuendelea kufanya uinjilisti. Tulitembelea nyumba kwa nyumba, tuligawa video hivyo. Changamoto zilikuwepo nyingi. Kwa hiyo tulipotengwa kuwa kundi, kwanza mahali pa kuabudia ilikuwa ni changamoto. Kiwanja hatuna. Watu wa Mungu walihangaika sana kutafuta viwanja, na hela hatuna keshi. Kila tukipelekwa mahali ni padogo na hela inahitajika keshi. Basi tulifanya uinjilisti, tukatafuta hela, tukalipa kwa awamu tofauti tofauti. Hicho kiwanja tulipata ni muumini mmoja anaitwa Mama Boke yule. Nafikiri ndio alitoa hicho kiwanja, tulikilipia kwa awamu kama 3 hivi, kwa michango ya kualika kwaya mbalimbali kuwepo kule Chanika Dorcas na Dorcas yenyewe walikuja kupata michango yao, na sisi waumini wenyewe na kanisa la Mkombozi kama kanisa mama. Kweli ifanya kazi kubwa sana. Changamoto ndio ilikuwa hiyo. Tunapotengwa kuwa kanisa, tunatakiwa tuendelee na uinjilisti, kuwatembelea watu mbalimbali, kuwatia moyo, maana katika Kitonga kuna watu wengi ambao ni Wasabato wanaenda kusali makanisa ya mbali wakijua labda kanisa alipo, lakini tutabidi tuwe wainjilisti, tunaenda kutembelea watu mbalimbali, maana tutakutana na Wasabato hapo wengi katika Kitonga hii, ni wengi sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunawatembelea, tunawatia moyo, hatimaye watakuwa karibu nasi, watasogea karibu nasi kwa ajili ya kusali katika kanisa hili la Kitonga. Sasa tunapotengwa kuwa kanisa, waumini waliopo wajue tulianza mbali sana, na usije wakaone sasa hivi watu wameongezeka wanafikiri walikuwa hivi.
ndio kama ilivyosema mara ya kwanza, hata mtu wa kumpa somo ilikuwa inashindikana. Umpe nani? Unajisomea mwenyewe. Hata viti vya kukalia tulikuwa hatuna, lakini kwa sasa tunatengwa kuwa kanisa. Tunafurahia sana, japo kanisa letu ndio hili mnavyoliona halijakamilika, ila choo ndio hivi tumeanza, tumeshapata matundu kama 4 hivi. Na uwanja tayari tunao pia, na tuko sehemu nzuri barabarani. Kutoka Kitonga ni kilomita 2 kutoka Kitonga Center. Ni eneo zuri. Kwa jumla washiriki tunao wa kutosha. Mpaka pale tulipokuja kupata sasa eneo, ninaona na nina furaha moyoni ya kwamba sasa kazi ya Mungu inakuwa na watu wanaongezeka kwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtazamaji, hili ndilo eneo ambalo kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi liliona linafaa kuwa kusimikwa tawi la shule Sabato kabla ya kuwa kundi na kabla ya kupata eneo la kanisa. Huu ndio mwisho wa makala yetu inayoelezea historia ya utume katika eneo la Kitonga. Na hatimaye leo Jumapili ya tarehe 10 mwezi wa 5, kazi rasmi ya utume inaanza kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato Kitonga. Ndugu wapenzi watazamaji wa makala hii ya historia ya kazi ya utume katika eneo la Kitonga, hapa ndipo ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato Mkombozi liliona ni vema kundi la Kitonga liwe hapa. Hapa ndipo kwa mzee Alex Ojode, ambapo ndipo ibada ilianza kuanzia tawi mpaka kundi na hatimaye kabla ya kupata kiwanja katika eneo hili la Kitonga.